السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khalifa mtukufu ayyadallahu ta'ala bin Aziz anasema leo tena nitaeleza kuhusu maswahaba wa Mtume sallallahu walioshiriki katika Badri. Na sahaba wa kwanza ni Hazrat Usman bin Maz'un. Mama yake alikuwa anaitwa Sukhala binti Ambas. Hazrat Usman na ndugu yake Khudama walikuwa wanafanana sana na walikuwa katika kabila la Banu Jama. Hazrat Usman bin Mas'un jinsi alivyosilimu tukio lake limeelezwa hivi. Hazrat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekaa katika nyumba yake na Hazrat Usman alipita karibu na nyumba yake. Yeye kwa kumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya tabasamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, je, wewe hutakaa pamoja nami hapa? Yeye akasema lazima nitakaa. Kwa hiyo yeye akakaa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kuzungumza naye. Wakati alipokuwa anazungumza naye, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaona upande wa bingu kwa muda mfupi, kisha polepole Mtume sallallahu akaanza kuona chini mpaka Mtume sallallahu akaanza kuona upande wa kulia kwake. Na akageuza uso wake kutoka kwa Usman na akaanza kuona upande mwingine na akainamisha kichwa chake. Maadamu Mtume sallallahu alipokuwa katika hali hii alikuwa anatingisha kichwa chake kama anaelewa kitu fulani. Usman alikuwa anaona nadhara hii yote kwa sababu alikuwa amekaa pamoja na Mtume sallallahu. Baada ya muda mfupi Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka katika hali ile, hali iliyokuwa wakati ule Mtume sallallahu alipotoka katika hali ile, na ilikuwa inaonekana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaambiwa kitu fulani. Hazrat Usman alikuwa hajui anaambiwa nini, lakini bila shaka Mtume sallallahu alikuwa anaambiwa kitu fulani. Mtume sallallahu alipoelewa lile jambo, Mtume sallallahu akaona tena upande wa bingu kama aliona mara ya kwanza. Mtume sallallahu aliendelea kufuata kitu fulani huko binguni mpaka kile kitu kikapotea huko binguni. Baadaye Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kuongea na Usman na akamwambia Usman
akamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kwa nini mimi nikae pamoja nawe, leo yoyote uliyofanya mimi sijawahi kukuona kwamba ulikuwa unafanya hivi. mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, umeniona mimi nilikuwa nafanya nini? Usman bin Mazun akasema, mimi nilikuona kwamba uliona uko mbinguni kwanza, kisha uliona upande wa kulia kwako, wewe uliniacha mimi kabisa na uligeuza uso wako upande mwingine na ulianza kutengisha kichwa chako kama wewe unaambiwa kitu fulani na unajaribu kuelewa unayoambiwa. mtume sasema akamuuliza, je, kweli uliniona hivi nilikuwa nafanya hivi? Usman akasema, ndio, mimi nilikuona hivi. mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba sasa hivi malaika wa Mwenyezi Mungu alinijia na aliniletea ujumbe wakati ulikuwa umekaa pamoja nami. Usman bin Mazun akasema kwamba malaika wa Mungu maana yake ni nini unaposema malaika? Akasema, ndio, malaika alinijia. kisha Usman akamuuliza, huyu malaika alikuambia nini? mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, huyu malaika aliniambia, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal bagyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. yani bila shaka Mwenyezi Mungu anaamuru kufanya uadilifu na ihsani na vile vile kuwatendea vizuri jamaa wa karibu, na vile vile anakataza maovu na uovu kila aina. Mungu anawasihini kwamba mupate mwongozo. Usman bin Mazun anasema kwamba ilikuwa ile wakati ambamo imani iliingia moyoni mwangu na mimi nilianza kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu kwa kueleza wakati ambamo mtume sallallahu alaihi wasallam alitangaza mwanzoni kwamba yeye ni nabii wa Mwenyezi Mungu, Hazrat anasema Talha, Zubair na Usman bin Mazun ni masahaba ambao walisilimu, na wote walikuwa wakimpenda mtume sallallahu alaihi wasallam na wote walikuwa tayari kutoa nafsi zao kwa ajili ya mtume sallallahu alaihi wasallam. bila shaka hakuna shaka kwamba miaka 13 mtume sallallahu alisumbuliwa, aliteswa na maadui, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na utulivu kabisa kwamba katika hawa watu wa Maka wenye akili, wenye daraja, wenye uchamungu na wenye utakaso lazima watasilimu, na wengine wameshasilimu, na sasa Waislamu wanaonekana kwamba ni nguvu. Wakati mtu yeyote alipokuwa akisema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mwenda wazimu, wenzake wengine walikuwa wakimwambia ikiwa yeye ni mwenda wazimu, katika hali yule mtu ambaye ni mwenye akili sana, mwenye ufahamu, kwa nini yeye amempokea mtume sallallahu alaihi wasallam? Jibu hili lilikuwa jibu kwalo hakuna yeyote ambaye aliweza kutoa jibu au kusema neno lolote. Wanahistoria wa Ulaya wanazungumza dhidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam na wanatupa uchafu wa kila aina juu ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati jina la Abubakar linapotajwa wanasema yeye alikuwa mwenye akili. Waandishi wengine wa Arabu wa Ulaya wanasema yule mtu ambaye amekubaliwa na Abubakar yeye hawezi kuwa muongo, yeye lazima ni mkweli. yani yule ambaye amekubaliwa na Abubakar yeye pia ni mwenye sifa. Ndio maana Abubakar amempokea. Ikiwa Abubakar alikuwa hana tamaa ya aina yoyote, kwa nini alimpokea mtume sallallahu alaihi wasallam? Ikiwa yeye alikuwa hana tamaa, basi maana yake ni kwamba yule ambaye alimpokea yeye pia alikuwa hana tamaa ya aina yoyote. Kwa hiyo dalili hii ni madhubuti sana, hakuna yoyote ambaye anaweza kupinga dalili hii. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu kuhusu Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam pia amesema kuhusu Sayyidina alayhi salatu wasalam, tunakuta kwamba watu wanamuita mjinga, lakini Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kukataza shutuma hii alifanya mpango wa aina hii kwamba Hazrat Khalifa awal alipokea mwanzoni
muhammad hussein batalwi pia alikuwa akimsifu sana sayyidina alayhi salatu wassalam, lakini wakati sayyidina alayhi salam alipodai kwamba ametumwa na Mwenyezi Mungu, basi watu wasomi wataalamu wakaanza kumpokea sayyidina alayhi salatu wassalam. Hawa wataalamu na maulamaa walikuwa maulamaa kutoka katika watu na mataifa mbalimbali. Wengine walikuwa Arabu na wengine walikuwa kutoka katika taifa mbalimbali. Hadhrat Muslim Maud anasema kwamba watu wanapata rob kwa kupitia vitu vitatu: ni mali au elimu. Mwenyezi Mungu aliweka vitu hivi vyote katika jumuiya ya Sayyidina alayhi salatu wassalam, na Mungu alimpatia watu ambao walikuwa wanasifiwa na watu wa dunia. Hata watu wanakiri elimu ya halifu wa kwanza mpaka leo. Hata wale ambao si wanajumuiya wao pia wanatumia madawa alivyotumiwa na Hadhrat halifa wa kwanza. Kwa vyovyote wale walimpokea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa kutoka katika mataifa mbalimbali na kutoka katika familia mbalimbali. Upande mwingine au sehemu nyingine, Hadhrat Muslim Maud kwa kueleza hali ya makafiri watu wa Maka anasema kwamba Mwenyezi Mungu alifanya mpango ambamo kwa kuona mpango ule makafiri walikuwa wakijiunguza na walikuwa hawapati nafasi ya kufanya kitu chote dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu watu mbalimbali walikuwa wameshampokea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadhrat Zubair pia alikuwa, Hadhrat Talha pia walikuwa katika familia kubwa, Hadhrat Umar pia alikuwa katika familia kubwa, na Hadhrat Usman pia alikuwa katika familia yenye heshima, na Hadhrat Usman bin Mazun pia alikuwa katika familia yenye heshima sana. Hivi Amr bin As na Khalid bin Walid ambao baadaye waliosilimu baadaye walikuwa katika familia yenye heshima sana ya Makka. Baba wa Amr As yeye alikuwa mdui mwanzo, lakini baadaye akasilimu. Lakini Walid alikuwa mdui, lakini mtoto wake Khalid akasilimu. Kwa hivyo walikuwa watu maelfu ambao zamani walikuwa maadui, lakini watoto wao, vizazi vyao walimpokea Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hawa walipigana na wazazi wao katika mapigano. Hadrat Usman bin Maz'un alihamia Habsha na baadaye alirudi Makka. Kama nimeshawahi kueleza kuhusu tukio hili kwamba Hadrat Usman bin Maz'un ni yule ambaye alisilimu mwanzoni. Yeye alisilimu baada ya watu 13, yani 13 watu walisilimu baadaye yeye alisilimu. Yeye alihamia upande wa Habsha mara ya kwanza. Yeye alipokuwa katika Habsha akapata taarifa kwamba Quraysh wamesilimu. Kwa hiyo yeye kwa kupata taarifa hii akarudi Makka. Hadrat Ibn Ishaq anasema wakati muhajirin wale wahamiaji walipopata taarifa hii kwamba Makuraish wamefanya sajda pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hiyo hawa watu waliohamia Habsha wakashika safari yao na wakarudi Makka. Hawa walikuwa wanafikiria kwamba makafiri wote wamempokea Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini hawa watu walipofika karibu na Makka wakajua kuhusu ukweli wa tukio hili. Kwa hiyo wakati ule ilikuwa ngumu kwao kurudi tena Habsha. Katika riwaya nyingine imeelezwa wengine walirudi Habsha, hawakufika Makka tena. Wengine walikuwa na hofu, kwa hiyo badala ya kuingia Makka walirudi Habsha. Lakini wapo wengine ambao hawakurudi Makka Habsha, bali walibaki katika Makka. Na hawa wote ambao walirudi Makka walipata ulinzi wa wenyeji wa Makka, au wengine waliendelea kusubiri njiani mpaka walipopata amani kutoka kwa watu wa Makka. Hazrat Usman bin Maz'un radhiyallahu ta'ala anhu alikuja katika chini ya ulinzi wa Walid bin Mughira. Ibn Ishaq anasema wakati Usman alipoona Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake wanasumbuliwa, watu
wanawatesa na wanawadhulumu, na yeye anakaa kwa amani chini ya ulinzi wa Walid bin Mughira. Walid bin Mughira alikuwa kiongozi wa Maka, na Uthman alikuja katika ulinzi wa Walid bin Mughira. Kwa kuona hali ya Mtume sallallahu na maswahaba zake, Hazrat Uthman bin Maz'un akasema kwamba mimi nakaa chini ya ulinzi wa mshirikina asubuhi na jioni, lakini wenzangu wanasumbuliwa na wanateswa na maadui. Bila shaka mimi nimekosea. Yani yeye akajilaumu kwamba lazima yeye ana makosa. Kwa hiyo yeye alimjia Walid bin Mughira na akamwambia, ewe Abdu Shams, hii ilikuwa lakabu yake. Akasema kwamba mimi nilikuwa chini ya ulinzi wako, sasa mimi nataka nitoke katika ulinzi wako na mimi nimwendee Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kwangu Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake kuna mfano mwema. Walid akasema, ewe nephew yangu, labda huu umepata mateso kutoka kwangu na umepata shida au umepata fedheha kwa sababu ya kupata ulinzi kwangu. Akasema hapana, lakini mimi nataka amani ya Mwenyezi Mungu. Mimi nataka nitoke katika amani yako na mimi niingie katika amani ya Mwenyezi Mungu. Mimi sitaki ulinzi wa mtu mwingine isipokuwa ulinzi wa Mwenyezi Mungu. Walid akasema kwamba uende karibu na Khanakaba, na kule baada ya kwenda utangaze kwamba unatoka nje katika ulinzi wako, kama mimi nilikupatia ulinzi karibu na Khanakaba. Hazrat Usman akaenda. Kwa hiyo hao wote Usman na Walid wakaenda karibu na Khanakaba, na watu, yeye Walid akawaambia watu kwamba huyu ni Usman, amekuja kurudisha ulinzi wangu. Usman akasema kweli, huyu anasema kweli, mimi nimekuta Walid ni mwenye kutimiza ahadi, lakini sasa mimi nataka ulinzi wa Mwenyezi Mungu, sitaki ulinzi wa mtu mwingine isipokuwa wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mimi namrudishia Walid ulinzi wake. Kisha Hazrat Usman akarudi. Baada ya kutangaza hii akarudi. Kuhusu tukio la Habasha, mimi nimeshawahi kueleza wakati nilikuwa naeleza kuhusu maisha ya maswahaba mbalimbali. Nataka kueleza tena kwa fupi. Nadhim Bashir Ahmad Sahib ameeleza tukio hili. Anasema wakati mateso ya Islam yalipozidi na Makuresh walipozidi katika dhuluma yao, wakati ule Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia Waislamu kwamba wao wahamie upande wa Habasha, na akasema kwamba mfalme wa Habasha ni mwadilifu, katika utawala wake hakuna yote ambaye anadhulumiwa. Habasha inaitwa Ethiopia, ni katika kaskazini wa Afrika, na katikati kuna Buhera Ahmar, ni bahari. Wakati ule Habasha Wakristo walikuwa wakitawala na mfalme alikuwa anaitwa Najashi. Watu yani Waarabu walikuwa wakifanya biashara katika Habasha, na Najashi alikuwa anaitwa Asmaha. Alikuwa mfalme mwadilifu na mwenye akili na mwenye nguvu. Wakati mateso ya Islam yalipozidi sana, dhuluma ilipozidi dhidi ya Waislamu, wakati ule Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia Waislamu yeyote ambaye anaweza kwenda Habasha aende Habasha, hami Habasha. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema hayo katika mwezi wa Rajab katika mwaka 5 wa unabii, maswahaba kadhaa wakahamia Habasha. Walihamini hawa Hazrat Usman bin Affan na mke wake Ruqayya binti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin al-Awam, Abu Huzaifa bin Utba, Usman bin Maz'un, Mus'ab bin Umair na Abu Salama bin Abdul Asad na mke wake Salama. Hawa ni masahaba ambao walihamia Habasha. Hazrat Bashir Masabana anaandika zaidi kwamba katika hawa waliohamia Habasha
wengi wao walikuwa katika kabila la Quraysh lililokuwa na nguvu sana na walikuwa wenye heshima sana. Kwa sababu ya tukio hili mambo mawili yanajulikana. Ya kwanza ni hii kwamba wale watu ambao walikuwa na nguvu na walikuwa wenye heshima, wao pia walidhulumiwa na makafiri na wapo wengine ambao ni walikuwa hawana uwezo wa kuhamia Habasha, ndiyo maana hawakuweza kuhamia Habasha. Hazrat Muslima radhiyallahu ta'ala anhu ameeleza tukio lake hivi katika maandiko yake. Anasema kwa kueleza tukio la Uthman bin Affan na Labid bin Mughira, nimeshawahi kueleza tukio hili namna gani Uthman alirudisha ulinzi wake. Kwa kueleza tukio hili Hazrat Muslima radhiyallahu ta'ala anhu anasema wakati watu wa Makka walipozidi katika dhuluma, Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja aliwaita Waislamu wenzake na akasema kwamba upande wa kusini, upande wa bahari kuna ardhi, kule watu hawadhulumiwi kwa sababu ya kumwabudu Mwenyezi Mungu na watu hawauawi kwa sababu ya kubadilisha dini yao. Kule kuna mfalme ambaye ni mwadilifu. Kwa hiyo nyinyi muhame na muhamie eneo lile, huenda mtapata urahisi na starehe. Watu kadhaa, kina mama na maswahaba kadhaa sawa na amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wakaenda Abisinia. Kutoka kwao katika Maka lilikuwa si jambo la kawaida. Ilikuwa si rahisi kwao kuacha nchi yao. Watu wa Maka walikuwa wakidhani wao wanatawala Kaaba. Kutoka katika Maka ilikuwa si jambo rahisi, bali ilikuwa jambo la huzuni sana kwao. Mtu anaweza kuacha Maka yule tu ambaye alikuwa hana makazi. Kwa hiyo kutoka kwao ilikuwa si rahisi, na kisha wale watu walitoka kwa kujificha, kwa sababu walikuwa wakijua kwamba watu wa Maka wakijua wanahama hawatawaruhusu watoke. Ndio maana wale hawakuweza kukutana na jamaa zao wakati wa kuondoka, hawakuweza kusindikiza jamaa zao, yani walitoka kwa kujificha ili watu wa makafiri wa Maka wasiweze kujua kwamba wanatoka. Kwa hiyo hali ya mioyo yao ilikuwa ya aina yake, na watu ambao walijua habari walipata taarifa kwamba wanaondoka, wao pia kwa kuona hali ya maswahaba waliathirika sana na walihuzunika sana. Wakati hawa maswahaba walipokuwa wanaondoka katika Maka, Hazrat Umar wakati ule alikuwa bado hajasilimu, alikuwa mdui wa hali ya juu ya Islam, na walikuwa katika mstari wa kwanza katika kuwa dhulumu Waislamu. Yeye alikutana na watu kadhaa walikuwa wanaondoka, na alikutana na mwanamke moja. Yeye Hazrat Umar alipoona kwamba maswahaba kadhaa wanaondoka na wanajiandaa safari yao, yeye akajua kwamba tayari hawa wanaondoka. Yeye akasema, ewe Abdullah, mimi naona kwamba nyinyi mnahama. Abdullah anasema, mimi nikamjibu, ndiyo, wallahi sisi tunahamia nchi nyingine kwa sababu nyinyi mnatusumbua sana, mnatudhulumu sana. Sisi hatutarudi katika nchi yetu mpaka Mwenyezi Mungu atatufanyia starehe na urahisi kwa ajili yetu katika Maka. Abdullah anasema, niliposema hayo Hazrat Umar akasema, basi Mungu awe pamoja nanyi. Akasema, mimi niliona katika sauti yake kama yeye analia, lakini wakati ule yeye alikuwa mdui wa Islam, lakini yeye kwa kuona hali wa Islam kwamba wanahama, yeye pia alihuzunika sana. Na wakati Hazrat Umar aliponijibu wakati ule, mimi niliona kwamba ana huzuni sana, na kwa kusema maneno haya kwamba Mungu awe pamoja nanyi, yeye akaondoka. Mimi nikahisi kwamba kwa sababu ya kuhama kwetu yeye amehuzunika sana na ameathirika sana. Kwa hiyo wakati Waislamu walipohama, watu wa Makka wakapata taarifa hii na wakawafuata Waislamu na wakawafuata mpaka baharini, lakini wale maswahaba walikuwa wameshaondoka na walikuwa wameshaenda upande wa Habasha. Watu wa Makka walipopata taarifa hii wakasema kwamba tunatakiwa tutume watu kadhaa kwa mfalme wa Habasha ambao hawa watu
watamchochea dhidi ya waislamu ili hawa watu wasahaba ambao wamehamia habsha warudishwe katika makka. kwa hiyo kundi la makafiri lilienda habsha na lilikutana na mfalme na walijaribu kuwachochea na kuwahimiza dhidi ya waislamu, lakini mfalme alipata athari sana kwa sababu ya hulka ya waislamu. Ingawa hawa makafiri walisisitiza sana, ingawa wafanyakazi wa mfalme pia walimsisitiza sana na walimwomba sana kwamba hawa watu wa maka warudishwe katika maka, lakini mfalme akakataa, akasema kwamba mimi sitawarudisha hawa waislamu katika maka. Wakati wale makafiri waliposhindwa, basi makafiri wa maka wakatumia njama ingine ili waweze kuwaita waislamu tena maka. kwa hiyo wakasambaza habari hii kwamba makafiri wote wamesilimu. Wakati habari hii ilipofika habsha, waislamu waliohamia habsha wakapata furaha na wakarudi maka, lakini waliporudi maka wakajua kwamba habari hii sio sahihi bali ni uongo. Kwa sababu hii watu kadhaa wakarudi tena habsha, lakini wengine wakabaki katika maka. wale waliobaki katika maka, mmoja wao alikuwa Hazrat Usman bin Maz'un aliyekuwa mtoto wa kiongozi wa maka. Ndugu rafiki wa baba yake Walid akampatia Usman ulinzi wake, kwa hiyo akaanza kukaa maka. Lakini wakati alipokuwa anakaa maka akaona kwamba waislamu wengine wanateswa, wanasumbuliwa sana, kwa sababu yule Usman alikuwa mtu mwenye ghara sana. Yeye alimwendea Walid akamwambia kwamba mimi nakurudishia ulinzi wako, mimi siwezi kuona hali ya waislamu wenzangu wanasumbuliwa, wanateswa, lakini mimi nakaa kwa starehe chini ya ulinzi wako. kwa hiyo Walid akasema kwamba mimi nimetoa ulinzi wangu Usman, sasa si dhamana yangu. Labid ambaye alikuwa shairi, yeye alikuwa akisoma shairi lake. Siku moja akasoma shairi, katika shairi lake akasema kwamba kila neema hatimaye itaangamia, itakwisha. Usman bin Maz'un alikuwepo pale wakati alipokuwa anasoma shairi hili. Yeye kwa kusikia shairi Labid akasema kwamba wewe unasema sio sahihi, neema za pepo itaendelea. Labid alikuwa mtu maarufu sana. Yeye kwa kusikia jibu hili akapata jazba sana na hasira sana, akasema enyi watu wa Quraysh, mimi nilikuwa sifedheheshwi kama huyu amenifedhehesha. Kwa kusikia hii, mtu mmoja akasema kwamba huyu ni mwenda wazimu, hana akili, kwa hiyo usijali anayosema. Hayat Usman akasisitiza kauli yake na akasema kwamba mimi sio mtu mjahili mjinga, yoyote niliyosema ni sahihi, ni kweli. Basi mtu mmoja akasimama na akampiga ngumi, na kwa sababu hii jicho lake likatoka nje. Labid alikuwa amekaa pale katika hafla ile. Yule ambaye alimpatia ulinzi aliyekuwa rafiki wa baba wa Usman, Labid alijenga urafiki madhubuti na baba wa Usman. Baba wa Usman alikuwa amefariki. Yeye kwa kuona hali ya mtoto wa rafiki yake alipata athari. Wakati ule Usman alikuwa si chini ya ulinzi wake. Walid hakuweza kufanya kitu chochote, bali yeye alisema maneno hayo tu. Akamhutubia Usman akasema, ewe mtoto wa ndugu yangu, rafiki yangu, wewe ungeweza kusalimika ikiwa ungekuwa chini ya ulinzi wangu. Ikiwa ungekuwa chini ya ulinzi wangu usingepata majeraha haya, lakini wewe mwenyewe ulinirudishia ulinzi wangu, kwa hiyo umeweza kuona siku hii ya leo. Kwa kusikia hii Usman akasema, yoyote niliyotendewa nilikuwa natamani nipate hali hii. Wewe unahuzunika kwa sababu ya kuona jicho langu, hata mimi naona kwamba jicho lingine ambalo ni sahihi pia linataka kwamba lolote lilitokea na jicho lingine litokee naye. Anaandika Muslimu kwamba Hazrat Usman akamjibu Walid, mfano wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam unatosha kwangu. Ikiwa mtume mwenyewe anapata shida na anasumbuliwa, kwa nini mimi nisisumbuliwe? Kwa hiyo mimi nahitaji msaada kutoka kwa Allah, sihitaji ulinzi kutoka kwako.
tukio hili la Usman bin Mazun na Labid bin Rabia, tukio hili lilitokea hivi. Labid alikuwa mshairi maarufu wa Arab, alikuwa amekaa katika hafla ya Makuresh. Hazrat Usman pia alikuwepo katika hafla ile. Labid kwanza akasoma shairi hili: ala kulli shay'in ma khala, ala kulli shay'in ma khala la batil, bila shaka min ghairi ya Mwenyezi Mungu kila kitu ni batili, kila kitu kitakwisha, lakini Mwenyezi Mungu atabaki. Kwa kusikia hii Usman akasema umesema kweli kabisa. Baadaye Labid akasema wa kullu naimin la muhalata zail, bila shaka kila neema pia itakwisha. Kwa kusikia hii Usman akasema umesema uongo. Watu wakamuona Usman, kwa hiyo watu wakamwomba Labid asome tena shairi. Labid akasoma tena, lakini Usman akasema kwamba neema za janna, pepo hazitakwisha. Labid kwa kusikia hii akasema, enyi watu wa Quraishi, hafla yenu ilikuwa si ya aina hii, nilikuwa si fedheheshwi. Kwa mtu mmoja akasimama na akampiga Usman na jicho lake moja likatoka nje. Kwa kuona hali hii watu wakasema, ewe Usman, ulikuwa chini ya ulinzi madhubuti sana, lakini umerudisha ulinzi huu, na kwa sababu ya kurudisha ulinzi huu umepata hali hii. Lakini Usman akasema, amani ya Mwenyezi Mungu ni heshima zaidi. Hata jicho langu lingine pia linataka litoke nje kama jicho hili moja limetoka katika njia ya Allah, kwa sababu mimi nataka kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake ambao wanateswa. Kwa hiyo Labid akasema, ulikuwa unapata madhara gani katika ulinzi wangu? Usman kwa kusikia hii akasema, mimi nataka ulinzi wa Mwenyezi Mungu peke yake, mimi sitaki ulinzi wa mtu mwingine. Huzur anasema hii ilikuwa hali ya imani ya maswahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hawa maswahaba walikuwa wakipenda wenzao kiasi hiki kwamba walikuwa hawakubali wao wakae katika starehe na wenzao wapate shida. Wao kwa kuona maswahaba wanapata mateso walikuwa wakihuzunika sana, walikuwa hawapati starehe. Hazrat Muslim anasema kwamba Hazrat Usman bin Mazun alimjibu hivi kwa sababu ya hii kwamba yeye alikuwa ameshawahi kusikia Qur'ani tukufu na alikuwa ameshapata mafundisho Qur'ani tukufu na alikuwa amesoma Qur'ani tukufu. Sasa kwa ajili yake shairi hili lilikuwa haina thamani hata kidogo. Hata baadaye yule Labid pia alisilimu. Hata baadaye Labid aliposilimu alikuwa alifuata mwenendo wa Hazrat Usman. Hazrat Umar swali moja alimwambia governor fulani kwamba unitumie shairi ya mashairi. Wakati yule Labid alikuwa ameshasilimu. Yeye alipoambiwa Labid kwamba aandike shairi, yeye akaandika aya kadhaa za Qur'ani tukufu badala ya kuandika shairi na akatuma. Hazrat Usman alikuwa akipenda Mtume sallallahu alaihi wasallam sana. Tukio lake linapatikana katika riwaya hii. Katika riwaya imeelezwa kwamba Hazrat Usman bin Affan alipofariki Mtume sallallahu alaihi wasallam alimbusu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa analia, ni machozi yalikuwa yanatoka katika macho yake. Wakati mtoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Ibrahim alipofariki, wakati ule pia Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba wewe ukutane na Usman bin Mazun, ukae pamoja nawe Usman bin Mazun. Hazrat Usman bin Mazun alihamia Madina, na tukio la kuhamia kwake limeelezwa kwamba Usman bin Mazun, Abdullah bin Mazun na Saib bin Usman, hawa wote walikaa katika nyumba ya Abdullah bin Salama, na katika wengine ni kwamba walikaa katika nyumba ya Hazrat Hizam badala ya Abdullah. Umar Waqidi anaeleza kwamba Ahle Mazun walikuwa katika wale watu ambao watu wote ya familia walihama kutoka Maka, na hakuna hata mtu mmoja katika familia hii aliyebaki katika Maka. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam na Muhajirin walipofika Madina, Mansar walikuwa wakitaka hawa Muhajirin wakae katika nyumba
zao. Na usman kura ilipopigwa jina la usman lilitoka na alikaa nyumbani kwetu. mtume sallallahu alaihi wasallam alijenga udugu katika abu haisam intahan na hat usman bin maz'un. hat usman alihamia madina, alishiriki katika badr. alikuwa akifanya ibada sana, alikuwa akifunga saumu mchana na usiku, alikuwa akifanya ibada, alikuwa hafuati tamaa ya nafsi yake, na alikuwa akifanya juhudi ya kukaa mbali na wanawake. yeye alimuomba mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba asiowe, lakini mtume sasema alisema kwamba usifanye hivi. tukio hili limeandikwa katika kitabu kiitwacho asadul ghaba. kisha kuna riwaya hii kwamba siku moja mke wa usman bin maz'un alimjia wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam. yeye akawaona wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wamekaa mawazi machafu, si mazuri, na akawauliza kwamba kwa nini mnakaa katika hali hii? je, hamwezi kununua mawazi kwa sababu mume wenu ni mtajiri, ni mtume sallallahu alaihi wasallam? unatakiwa urekebishe hali. mke wa usman akamwambia wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwona mke wa usman wakasema kwamba mume wako ni mtajiri, kwa nini unakaa katika hali hii? kwa kusikia swali hili la wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam, mke wa usman akasema kwamba yoyote mnayesema si kwa ajili yangu, kwa sababu mchana anafunga saumu na usiku anafanya ibada. kwa kusikia hii wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam wakamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba usman anafanya hivi. kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam akakutana na usman akamwambia, je, hufuati mfano wangu? hazrat usman akasema kwamba bila shaka we mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi nafuata mfano wako, kwa nini unanisema hivi? mimi nafanya juhudi nifuate mfano wako na mwenendo wako. kwa kusikia hii mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kwamba wewe unafunga saumu na usiku unafanya ibada? akasema ndio, mimi nafanya hivyo. mtume sallallahu alaihi wasallam akasema usifanye hivi, macho yako yana haki, mwili wako una haki juu yako, na ahali zako pia wana haki juu yako, yani mke wako na watoto wako wana haki juu yako. uswali swala, vile vile ulale pia usiku. unatakiwa swali nafila, lakini unatakiwa ulale pia. unatakiwa ufunge saumu, lakini usiendelee kufunga saumu mfululizo bila kuacha, bila kufuturu. yani siku kadhaa unatakiwa ufunge na siku kadhaa unatakiwa usifunge. baadaye tena, baada ya siku kadhaa, mke wa usman alipowajia tena wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam alimuona kwamba amevaa manukato mazuri na amevaa mawazi mazuri. wake wa mtume sasa wakamuuliza, leo umetokea nini? umevaa mawazi mazuri na una hali nzuri. yeye akasema kwamba mimi nimeshapata haki zangu baada ya nasaha ya mtume sallallahu alaihi wasallam. kuhusiana na tukio hili kuna riwaya iliyosimuliwa na Aisha radhiallahu taala anha. anasema mtume sallallahu alaihi wasallam alimuita Usman bin Mazun, alimwambia, je, hufuati mfano wangu? akasema hapana, ewe mtume, sasa mimi nafuata mwenendo wako na mfano wako. mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, mimi nalala na swali nafunga saumu, na baadhi wakati mimi sifungi saumu na nafunga ndoa pia. ewe Usman, wewe umuogope Allah, kwa sababu mke wako pia ana haki juu yako, wageni wako wana haki juu yako, na nafsi yako pia ana haki juu yako. basi baadhi wakati unatakiwa ufunge na baadhi wakati unatakiwa usifunge. unatakiwa uswali, vile vile unalazimika kulala pia usiku. Hazrat Bashir Ahmad Saheb kwa kupitia Bukhari ameeleza kwamba Saad bin Abi Waqas anasimulia Usman bin Maz'un alimuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba akae peke yake asiowe, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam hakumruhusu. ikiwa mtume sallallahu alaihi wasallam angemruhusu, basi sisi pia tulikuwa tayari kujitenga katika wanawake na tulikuwa tayari kufanya ibada saa zote. hadithi ya Bukhari ni hivi, tafsiri yake ni hivi kwamba Saad bin Waqas
radhiallahu taala anhu anasimulia harat usman bin mazun alimuuliza mtume saa salam kwamba yeye akae peke yake bila kuoa, lakini mtume saa salam alikataa, alisema kwamba hatakiwi afanye hivi. Hadithi hii ni katika kitabu nikah. Maswahaba wengine wanasema Usman angepewa ruhusa hii, sisi tulikuwa tayari kujitenga katika dunia na kukaa peke yetu bila kuoa. Mirza Bashir Ahmad anasema zaidi, Usman bin Maz'un alikuwa kutoka katika kabila la Banu Jum'a, alikuwa mtu mwenye sufi, alikuwa hanywi pombe. Hata kabla ya kusilimu pia alikuwa hanywi pombe, na baada ya kusilimu pia alitaka kujitenga katika dunia, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia kwamba yeye asitenge katika dunia, na alisema ruhbania hairuhusiwi katika Islam. Mwislamu anasema mubaki katika dunia hii, muishi katika dunia hii, mupate faida katika neema zilizoumbwa na Mwenyezi Mungu, lakini mnatakiwa msisahau Allah subhanahu wa ta'ala, mnatakiwa mutangulize Mwenyezi Mungu juu ya mambo yote ya dunia. Hazrat Qudama bin Maz'un anasimulia Hazrat Umar bin Khattab alimwona Hazrat Usman, alikuwa amepanda katika ngamia yake. Wote walikutana katika bonde la Vasaya. Asaya ni maili 70 kutoka Madina. Na ngamia ya Umar alikuja karibu na ngamia ya Usman, na ngamia ya mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa mbele sana. Usman bin Maz'un radhiyallahu ta'ala anhu kwa kuona hali hii akasema, wewe umeniudhi sana kwa sababu ya kuja karibu nami na kwa sababu ya kunifinya. Hazrat Umar akaja karibu na Usman na akasema, ewe Usman, uliniita kwa jina gani? Alisema ghalqal fitna, alimuita kwa jina la ghalqal fitna. Kwa hiyo Umar akamuuliza, uliniita kwa jina gani? Je, uliniita kwa jina hili ghalqasani? Akasema hapana, mimi sikukuita kwa jina hili, bali mtume sasema alikupatia jina hili. Akasema mtume sallam ametangulia mbele, yuko mbele sana, kwa sababu safari yake ngamia yake alikuwa mbele. Kisha Usman bin Maz'un akasema, ikiwa ni mbele haina wasiwasi, tunaweza kumuuliza kwamba je, yeye alikupatia jina hili au la? Na Usman bin Maz'un akaeleza tukio lililotokea. Anasema siku moja ulipita karibu na mtume sallallahu alaihi wasallam, tulikuwa tumekaa karibu naye. Mtume sasa akasema kwamba huyu mtu ni ghalqul fitna, yani yeye ni kizuizi katika fitina. Kwa kusema maneno haya, yeye akasema kwamba mlango utapatikana katika kati yako na katika fitina. Na mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba madamu Hazrat Umar ni hai, fitina haiwezi kutokea katika Islam. Umar atakuwa mlango dhidi ya fitina, na baada ya kuondoka kwake fitina itapatikana katika Islam. Hazrat Usman bin Maz'un alisema maneno haya kuhusu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Nataka kueleza maelezo yake. Hazrat Huzaifa anasimulia, tuliko tumekaa karibu na Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Yeye akasema kwamba ni nani ambaye anajua kuhusu mambo ya fitna aliyesikia kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam? Huzaifa anasema, mimi nakumbuka vizuri jinsi aliyoeleza mtume sallallahu alaihi wasallam safari fulani. Hazrat Umar akasema kwamba wewe ni mjasiri sana kueleza riwaya ya mtume sallallahu alaihi wasallam na maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam aliyosema. Yeye akasema kwamba mtu anapata majaribio kutoka kwa mke wake na mali yake na kutoka kwa watoto wake na kwa sababu ya majirani, na hii pia ni fitina. Yeye mtume sallallahu alisema kwamba fitina inapatikana kutoka kwa vitu hivi, lakini mtu akitoa sadaka anaweza kuondoa fitina hii. Umar akasema, mimi sikueleza kuhusu fitina ya aina hii, mimi sikueleza kuhusu fitina ya waloto na wake na majirani, na kwa sababu ya kutoa sadaka na kwa sababu ya kusali swala unaweza kuondoa fitina hii. Mimi sikueleza
sikukuuliza kuhusu fitina hii, bali mimi nimekuuliza kuhusu fitina ambayo itafanana na bahari na itatokea sana, itapatikana katika umma. Kwa kusikia hii Hazrat Huzaifa akasema kwamba usijali kuhusu fitina ile itakayotokea, wewe hutapata athari yake wala haupo hatarini kwa sababu ya fitina ile, bali wewe ni mlango dhidi ya fitina. Hazrat Umar akasema, je, mlango ule utavunjwa au utafunguliwa? Yani mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba katika fitina kuna mlango na mlango huu ni Umar. Hazrat Umar akamuuliza Huzaifa, je, mlango huu utavunjwa au utafunguliwa? Hazrat Huzaifa akasema mlango huu utavunjwa, yani mlango huu ni wa aina hii kwamba utavunjwa. Hazrat Umar akasema kwamba ikiwa mlango unafunguliwa basi hautafungwa tena, lakini kama mlango unavunjwa basi mlango ule hautafungwa tena, inakuwa ngumu kufunga mlango ule. Yani mlango huu ukivunjwa, mlango huu hautafungwa tena, yani fitina itaendelea katika umma. Na Hazur anasema kwamba sisi tunaona kwamba fitina hii iliendelea kuzidi katika Waislamu. Fitina baada ya fitina nyingine iliendelea kutokea katika Islam wakati wa Hazrat Umar, Hazrat Ali, na hata baadaye pia fitina hii iliendelea, na mpaka leo katika Waislamu fitina hii inapatikana sawa na bishara ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hawa watu Waislamu hawataki dhidi ya mlango ule au kushika ulinzi wa mlango ule na ukuta ule ambao uliletwa sawa na bishara mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana fitina inaendelea kupatikana. Mwenyezi Mungu atulinde sisi, tuendelee kuwa nyuma ya ngao iliyopatikana kwa sababu baraka ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sisi tupate ulinzi wa ukuta huu ulioletwa na Mwenyezi Mungu katika dhama hii. Hazrat Umar akasema kwamba basi fitina hii itaendelea, haitafungwa tena, haitamalizika. Watu wakamuuliza Hazrat Huzaifa, je, Hazrat Umar alikuwa anajua mlango ule ni mlango gani? Hazrat Huzaifa akasema ndio, alikuwa anajua. Alikuwa anajua vizuri sana kuhusu mlango ule, yani yeye alikuwa anajua kwamba yeye ni mlango ule na baada yake fitina itapatikana katika Islam. Usman bin Mazun alikuwa muhajir wa kwanza ambaye alifariki katika Madina Hijria 2. Katika Hijria 2 alifariki. Wengine wanasema alifariki baada ya Badr, na alikuwa mtu wa kwanza aliyezikwa katika Jannatul Baqi. Kuhusiana na Usman kuna mambo mengine pia inshallah katika hotuba ijayo nitaeleza inshallah taala. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.